Naam, karibu mtazamaji wa Uba Kigoma. Kipindi hewani ni Uba Sports ambao tunazungumzia kuhusiana na mchuano wa AFCON ambao tumeona mchezo mmoja jana wa Tanzania na Nigeria. Mchezo ambao utamatika kwa ushindi wa Nigeria kwa mabao 2-1. Utakuwa na mimi Halfan Rajabu, lakini tutakuwa na mchambuzi ambaye ni Mdachi Omari. Mdachi, tunaangalia mchezo wa Stars jana. Watu wengi kutegemea kumuona Miguel Gamondi kiingia kwa mfumo ule. Wachezaji watu wengi walitegemea kabisa ataingia na mfumo kuzuia kama tulivyoona mchezo ya awali Komoro, lakini Zimbabwe. Nini hasa siri ya mafanikio kwa upande wa Miguel Gamondi? Kitu cha kwanza kutambua kwamba michuano ya AFCON ni michuano ambayo inahitaji hesabu nyingi kulingana na idadi ya michezo. Michezo ni mitatu kwenye michuano hii na unahitaji kukupangilia hesabu zako vizuri ili kwenda kufanya vizuri kama unahitaji kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hivyo kwa mwalimu kuingia na mfumo wa kwenda kukabia eneo la juu na kutaka kupata nafasi kushambulia ni lengo la kutengeneza vizuri hesabu yake katika kundi ili kuweza kupata alama nzuri. Kingine alichokifanya mwalimu ni kutoa hofu ile kwa wachezaji, kwa sababu timu ya Nigeria ni timu kubwa, ina wachezaji ambao wana profile kubwa. Namzungumza mtu kama Alex Iwobi, anacheza kwenye ligi kubwa ya EPL. Namzungumza Chukwueze, Ademola Lookman. Hao wote ni wachezaji ambao ukisikia majina yao kabla ya kwenda kukutana nao kiwanjani, hofu lazima iwepo. Lakini unatazama wachezaji wa Stars namna ambavyo walikwenda kuiendea game, walitulia, wakawa wanafanya mambo mengi kwa usahihi, japokuwa makosa ni machache ambayo yalisababisha tuweze kupoteza mchezo. Lakini unaiona timu ambayo inabadilika kuanzia transition ya kwenda kushambulia, lakini hata wakati wa kujilinda timu ilikuwa inajilinda vizuri. Wanarudi nyuma katika muda mwingi wa mchezo timu ilikuwa inacheza na watu wanne, viungo wanne eneo la kujilinda, washambuliaji wawili Simon Msuva na Mwana Samata ambao walikuwa katika eneo la juu, wakajaribu kupeleka pressure kwa mabeki na walinzi wa timu ya taifa ya Nigeria. Wengine wanarejea kwenye mstari wa nyuma na kuweza kufanya watu wawe wengi katika eneo la kujilinda, kitu ambacho kilipelekea kupunguza baadhi ya mashambulizi ambayo Nigeria wangekuja nayo na kuweza kupata madhara wao kama timu. Tunaangalia eneo la kiungo ambalo lilionekana kufa kipindi cha kwanza kwa upande wa Stars. Unamwona pale alikuwa Alphonse Mabula pamoja na Novatus Dismas. Nini hasa ambacho kilipelekea eneo la kiungo la Tanzania kufa kwa kipindi cha kwanza? Kitu cha kwanza ambacho kiliweza kupelekea kupunguza makali yale ambayo yalionekana kwa kipindi cha pili kwa kipindi cha kwanza ni namna ambavyo timu wachezaji walitaka kuiendea ile game. Game ilikuwa na pressure kubwa. Kwa hivyo kipindi cha kwanza nadhani mwalimu aliweza kuzungumza nao kwamba watulize tempa chini, waweze kutulia, wajue wanafanya nini. Lakini kipindi cha pili wamekwenda vyumbani, mwalimu amezungumza nao baadhi ya mambo kwamba wanatakiwa warekebishe hapa na hapa, na ndio maana unaona kipindi cha pili Novatus Dismas anakuwa anapiga mipira mirefu kwenda kwenye maeneo ya pembeni na kuweza kusababisha timu iweze kuelekea kwenye eneo la juu. Lakini Alphonse Mabula anakuja kusaidizana na Novatus eneo la chini, wanakaba mpira, wanatafuta wapi waweke kwenye space. Wakati wa kuja kujilinda ni namba ilikuwa inaongezeka. Tyran Alaki ambaye alikuwa anacheza eneo la winga wa kushoto alikuwa anajitahidi kukabia chini kumsaidia fullback wake Mohamed Hussein, kitu ambacho kiliwasaidia hata kupunguza yale mashambulizi ya hatari ambayo yangeweza kuwa mengi ikiwa timu ingekosa mawasiliano kutokea eneo la juu na kuja eneo la chini. Unamwangalia Shomari Kapombe ambaye alionekana kupotea kabisa katika kipindi cha pili, mwanzoni kabisa wa kipindi cha pili. Ukuona umuhimu wa kuingia kwa Haji Mnoga katika dakika za 45 za kwanza kabisa. Kupotea kwa mchezaji kwenye kiwanja inategemeana na mwalimu anahitaji nini kwenye mchezo huo. Mwalimu huenda alikuwa na plani zake kuelekea kwenye mchezo huo, na ndio maana aliweza kuchagua Shomari Kapombe kuweza kuanza. Kuingia kwenye mchezo inategemeana na mchezaji atajituni vipi ili kuweza kuingia kwenye mchezo haraka na kutambua huu mchezo unahitaji nini. Shomari Kapombe huenda siku ilikuwa mbaya kazini, japokuwa kadri mechi ilivyokuwa inazidi kuendelea uliona mabadiliko ambayo alikuwa anafanya. Kwa kipindi cha kwanza alipiga cross 2 kuelekea kwenye eneo la wapinzani na moja Simon Msuva akipiga ikiwa ni shot on target na kwenda kwa mlinda mlango na kuweza kufanya vizuri. Pia kusema kwamba ingie Haji Mnoga kubadili nafasi yake, mwalimu alitazama akajua kwa namna gani ambavyo ndaweza kuwatumia wachezaji hawa, na ndio maana unaona katika dakika za jioni anakwenda kuingiza wachezaji wawili ambao wanakwenda kumsaidia kwenye eneo la kulinda, ikiwa anataka timu isogee mbele. Nyuma anaongeza watu 5, katikati wanakuwa watu 2, juu watu 3 wanasogea mbele kwenda kupandisha mashambulizi. Kuhusiana kwa Faisal Salum Abdallah Feitoto wa kikosi cha jana, kwa namna yote ambayo kumeathiri kikosi cha Stars pale kwenye safu ya shambuliaji. Pengo la Faisal Salum katika eneo la kiungo lilionekana, japokuwa mwalimu aliingia na plani ambayo
alijua na kwenda kutumia rasilimali gani katika mchezo huu kulingana na wachezaji ambao nitawakosa. Na ndio maana uliona aliweza kuchagua wachezaji ambao waliendana na game plan yake. Alphonce Mabula kiasili ni mchezaji ambaye anaweza kusaidia katika eneo la kujilinda, lakini pia anaweza kupandisha mashambulizi juu. Chazi Mombwa pia uwezo wa kumiliki mpira na kuweza kutafuta wapi aweke mpira, na ndio kitu ambacho alikuwa anakifanya jana. Hakwenda kureceive mpira kutoka kwa Novatus Dismas, anaangalia Msuva amefungua, anaweka mali, au upande wa Tyran Alalaki naye yupo katika eneo gani anaweza kuweka mali, na ndicho kitu ambacho kiliweza kuwa favor zaidi Taifa Stars katika mchezo wa jana, kuwa na matumizi mazuri ya kujua wapi mpira uende. Vitu ambavyo viliwafelisha ni vitu vichache sana, uharaka wa matendo. Hasa Tyran Alalaki alikuwa anapata mpira ambao akitazama wapi mtu amwekee, hakuna mtu wa kumpa mpira huo ashambulie. Analazimika kurudisha mpira nyuma kwa fullback ambaye wanaanza mashambulizi chini na kupeka kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo athari zilikuwa ni chache. Mfano Faisal Salum kukosekana kwenye mchezo wa jana. Faisal Salum naye pia uwezo wake wa kupiga pasi kwenye maeneo ya pembeni, lakini pia kupiga pasi zile za kuchomoza, uwezo wa kudribble, uwezo wa kupiga. Jana hatukuona ile wachezaji wakijaribu walau kutokea nje ya box kupiga mipira kwenda kwa mlinda mlango wa Nigeria. Hicho ndio kitu ambacho kiliweza kukosekana katika mchezo wa jana. Watu wengi walitegemea kukosekana kwa Faisal Salum basi angepata nafasi Morsi Abraham, lakini watu walitegemea sicho. Ukoona umuhimu wa kuwepo kwa Morsi Abraham katika mchezo ule badala ya Chazi Mbombo? Kuwa na umuhimu ama kuhitaji kuwepo kwa mchezaji huyo inategemeana na game plan ya mwalimu. Mwalimu anakwenda na approach gani kwenye mchezo huo? Anahitaji kutumia rasilimali gani? Kama mchezo huo ungemhitaji Morsi Abraham kuwepo kwenye eneo hile, mwalimu angeweza kumtumia. Ametazama na mchezo huu unaweza kumhitaji mtu wa namna nini? Ni Chazi Mbombo ndio anafiti kwenye eneo hili, na ndio maana ameweza kumtumia. Kwa hiyo ni yeye mwalimu anafiti kutumia rasilimali gani katika mchezo wake ambao anauendea kulingana na mpango wake na mahitaji ya timu kwa wakati huu. Tunamwangalia mshambuliaji wa Galatasaray Victor Osimhen ambaye ameweza kukabiliana na mchezaji wa Young Africans Ibrahim Baka. Nini siri ambayo ilimfanya Ibrahim Baka kuweza kumudu Victor Osimhen, ambapo inaonekana itakuwa ndo kikwazo kikubwa sana kwa Stars? Kitu cha kwanza ni confidence ambayo alikuwa nayo Ibrahim Mohamed Baka. Tunafahamu kabla ya Victor Osimhen tayari alishakumbana na mshambuliaji wa aina ya Victor Osimhen, Serhou Guirassy, ambaye pia aliweza kumdhibiti. Yeye inawezekana ikawa ni moja ya chachu ambayo ilimpelekea Ibrahim Mohamed Baka kufanya vizuri kwenye mchezo huu. Ijapokuwa kulikuwa na makosa machache, nafasi chache ambazo alimwacha Victor Osimhen zilikaribia kuleta madhara, ikiwemo ile ambayo alienda kuokoa mpira katika touchline Ibrahim na Bakari Nondo Mwamnyeto. Tayari kipa Zuberi Foba alishachekechwa akaachwa chini, lango limekaa wazi, anachagua sehemu ya kupiga Victor Osimhen. Bakari Nondo Mwamnyeto anafika kwa wakati na kuokoa ule mpira. Kwa hivyo aliweza kufanya vizuri kwa kiasi chake kwenye mchezo ule, na aliweza kumdhibiti Victor Osimhen ambapo hakuweza kufunga bao lolote, mshambuliaji ambaye ukitazama rekodi zake zinatisha anapokuja kiwanjani. UEFA Champions League ashafunga mabao kadhaa kule, lakini pia kwenye ligi ya Uturuki pia anatikisa nyavu. Kwa hivyo ni kongole kwa Ibrahim Baka kuweza kudhibiti mshambuliaji wa namna hiyo na wa daraja kama la Victor Osimhen. Tunamwangalia Zuberi Foba, ukiangalia kosa ambalo alifanya na kwenda kusevu Bakari Nondo Mwamnyeto mpira ule, ni uzembe wake kwa sababu inaonekana kutoka kwa polepole sana kwenye eneo la goalkeeping. Kocha wa goalkeeper ana nini cha kumwambia Zuberi Foba? Defense line na goalkeeper ushirikiano ni lazima. Na ndio maana unaona katika eneo lile ukisema kwamba Zuberi Foba alikuwa anahitajika kuwepo kwenye eneo lile kwa haraka, yeye aliweza kutoka akatimiza wajibu wake wa kwenda kutoka kumzinga mshambuliaji asilione lango kwa usahihi. Kitu kilichosalia ni kwa mabeki kwenda kujua wapi wana cover space ili mpira usiweze kuingia nyavuni, kwa sababu tayari kipa akipitwa nyavu zinabaki wazi na kwenda kutikisa. Na ndio maana unaona baada ya kuwa ameshachekechwa anakuja mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto anakwenda kuclear ule mpira. Uzungumza kwa makosa, Zuberi Foba bado ni kijana mdogo, anaendelea kukua na anapewa nafasi kwenye michuano mikubwa. Tumemshuhudia katika kombe la shirikisho akiwa na Azam FC, akiwa amemweka benchi golikipa mzoefu kabisa Issa Fofana, lakini amepata nafasi mbele ya golikipa mwenye profile kama huyo. Kwa hivyo ni muendelezo wa kijana kupata makuzi bora na kuendelea kupata experience ya michuano mikubwa. Alicheza vizuri kwa asilimia kama 60 hivi zisizopungua 60. 40 tu inawezekana ndio zilimwangusha kwenye mchezo wa jana, makosa madogo madogo, lakini kwenye baadhi ya clearance alikuwa vizuri sana kwenye mchezo wa jana, kitu ambacho kilisaidia hata timu ya taifa kupunguza magoli ya kuruhusu. Alifanya save kadhaa.
Unazungumza save ambayo alitoka nayo bwana mkubwa Adams, amedribble mpira kutokea pembeni, anafika katika eneo hilo, anapiga mpira ambao Zuberi Foba anakwenda kuokoa kwa kupunch. Kwa hivyo ni performance nzuri, lakini pia aendelee kujifunza zaidi ili aweze kufanya vizuri kwenye michuano hii. Tunamwangalia Zuberi Foba ambaye ameonekana kuwa kiungo bora jana mechi yake ya kwanza ya AFCON. Unaona akienda kuziba pengo la Aishi Salum Manula pale Stars. Kusema kuziba pengo la Aishi Manula ni mapema sana. Tulimtazama Yakubu Suleimani ambaye alikuwa anazungumzwa kwamba anakwenda kuwa Tanzania One. Lakini baada ya kwenda kwa klabu ya Simba Sport Club, performance yake ilishuka kwa kiasi fulani hivi, watu wakaanza kumtupia lawama kwamba imekuwaje, mbona alikuwa anafanya vizuri wakati huu anafanyaje? Kwa hivyo Zuberi Foba ni yeye kujitengeneza sasa kwamba mimi nakwenda kuwa goalkeeper wa namna gani na kwenda kupambania nafasi yangu katika national team. Anaweza akaipata nafasi hiyo, lakini kusema anakwenda kuziba pengo la Manula moja kwa moja inaweza ikawa ngumu kwa sababu bado yeye yupo kwenye ukuaji. Naam, mtazamaji wa Uba Kigoma, na hapo ndio mwisho wa kipindi cha Uba Sports ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mchezo wa Tanzania na Nigeria katika michuano ya AFCON. Tanzania ikipoteza kwa bao 2-1. Una maoni gani mtazamaji wetu kuhusiana na mechi ile ya jana? Nini kimewafaisha Stars? Wafanye nini kuelekea mchezo wa Uganda? Ulikuwa na mimi Halfan Rajabu, lakini kwa na mchambuzi ambaye ni Mdachi Omari. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Hadi kipindi kijacho. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.